Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga anaitaka mahakama kuu kufutilia mbali ombi la Wakenya watatu walioitaka mahakama kufafanua katiba zaidi kuhusu uchaguzi mkuu ujao, huku wakishikilia msimamo wao wa kuwa uchaguzi huo unafaa kuanza mwaka 2026 na wala sio mwaka 2027. Watatu hao walikuwa wamewasilisha ombi wakirejea kifungu cha katiba kinachoweka wazi kuwa uchaguzi wa urais wafaa kufanyika Jumanne ya pili ya mwezi Agosti baada ya kila miaka mitano. Victor Ngaruya anatueleza zaidi. Vuta ni kuvute kuhusu tarehe sahihi ya uchaguzi mkuu ujao imeshuhudiwa nchini. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga sasa anaitaka mahakama kutupilia mbali ombi la Wakenya watatu walioitaka mahakama kuu kuweka bayana tarehe ya uchaguzi mkuu ujao. Watatu hao ambao ni wakili Owiso Owiso, mwanaharakati Helef Halifa na wakili Ashioya Biko walisema kuwa kama uchaguzi mkuu utafanyika mwaka wa 2027, basi muda wa rais kuwa afisini utakuwa umeongezwa kinyume cha sheria. Watatu hawa walirejelea kifungu cha katiba cha 136 ibara ya pili A kinachosema kuwa uchaguzi wa rais unapaswa kufanyika siku hiyo hiyo ya uchaguzi mkuu wa wabunge, ambayo ni Jumanne ya pili mwezi wa Agosti kila mwaka wa 5 baada ya uchaguzi. Kulingana na watatu hao, uchaguzi mkuu ujao unafaa kuanza tarehe 9 mwezi wa Agosti mwaka wa 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa Agosti mwaka wa 2027. Kama hiyo ni sahihi, na maana kuwa uchaguzi uliopita ulifanyika tarehe 9 mwaka wa 2022. Hata hivyo, kulingana na Raila, ombi la watatu hao ni utumizi mbaya wa mahakama nchini, kwa kuwa kesi hiyo tayari ilikuwa imesikizwa na uamuzi kufanywa na mahakama za chini mara 6 tofauti. Aliongeza kuwa watatu hao walikosa kuzingatia kwa uchaguzi mkuu pia unahusisha uchaguzi wa maseneta, wawakilishi wa kike, magavana na wawakilishi wa wadi. Viongozi wa upinzani kama vile kiongozi wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi waliunga mkono watatu hao, huku akisema kuwa hoja zilizowasilishwa ni muhimu katika kuzingatia sheria za kikatiba na kuwajibu kuhusu masuala haya linafaa kutolewa haraka iwezavyo. Victor Ngaruya, NTV.